Michael Nguli mzee nyama nyingi. Jamani ndugu waandishi habari za wakati huu. Awali ya yote tuanze kwa kuwaomba radhi kwa kuchelewa jambo letu hii ya leo. Tulikuwa tuanze saa 4 asubuhi kwa maana saa 4 kamili, lakini kutokana na changamoto za hapa na pale tumechelewa kwa dakika kadhaa, lakini sasa tuko tayari kuianza safari yetu ya kuwapa taarifa muhimu kuelekea mechi yetu ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Mbele yenu naitwa Komando Ahmed Ali, niko hapa nikiwa ni meneja habari na mawasiliano wa klabu ya Simba, na hii leo tuna taarifa muhimu kuhusiana na timu yetu ya Simba Sports Club. Tunafahamu ya kwamba tuna mechi ya ligi ya mabingwa barani Afrika siku ya tarehe 28, siku ya Jumapili katika dimba la Benjamin Mkapa. Mechi yetu itakuwa ni saa 10 kamili jioni katika uwanja huo, na tayari wageni wetu kwa maana ya Gaborone United wameshawasili Tanzania. Wamewasili alfajiri ya leo kwa ajili ya kuja kushiriki katika mchezo huo. Mambo yote yamekwenda vizuri katika kuwasili kwao, na watafanya mazoezi hii leo jioni, watafanya tena mazoezi kesho, na Jumapili tukiamka salama itakuwa ndio siku ya mchezo wetu wa marudiano sisi dhidi ya wao. Katika mchezo huo utachezeshwa na waamuzi kutoka nchini Niger, na wao wako njiani kuwasili nchini Tanzania. Waamuzi ambao watachezesha mchezo huo ni Mohamed Ali Musa ambaye ni mwamuzi wa katikati kutoka Niger, lakini vile vile mwamuzi msaidizi namba 1 ni Abubakar Athumani vile vile kutoka Niger. Mwamuzi msaidizi namba 2 ni bwana Abdullahi Ada Tanu kutoka Niger, na mwamuzi msaidizi namba 4 ama fourth official atakuwa ni Musa Ahmadu naye vile vile kutoka Niger, na match commissioner ni Mohamed Mumin Ali kutoka Djibouti. Hiyo ndiyo safu ya maafisa ama waamuzi ambao watachezesha mchezo wetu dhidi ya Gaborone United. Kikosi chetu cha Simba Sports Club kimeingia kambini jana mara baada ya mchezo dhidi ya Gaborone United. Moja kwa moja baada ya mchezo dhidi ya Fountain Gate, moja kwa moja wachezaji wakarejea kambini Mbweni kwa ajili ya kuanza programu ya mazoezi kuelekea katika mchezo wetu huu wa Jumapili. Wachezaji wetu wote ambao wamecheza mchezo wa jana wa ligi kuu ya NBC wote wako timamu, hakuna yote ambaye alipata majeraha. Na kwa kusema hivyo maana yake ni kwamba majeruhi ambao bado tuko nao mpaka hivi sasa na wataukosa mchezo wa Jumapili ni Mohamed Bajaber pamoja na Abdulrazak Hamza. Hao ndio pekee ambao ni mpaka sasa majeruhi, lakini wengine wote waliosalia wako vizuri na wako tayari kwenda kuitumikia Simba katika mchezo wetu wa Jumapili wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Kuelekea katika mchezo huo tumepokea maelekezo, tumepokea barua kutoka shirikisho la kandanda kutoka shirikisho la kandanda barani Afrika CAF, la kutupa adhabu Simba Sports Club ya kutoingiza mashabiki katika mchezo wetu dhidi ya Gaborone United. Taarifa hizi zimezungumzwa kwa muda mrefu, lakini hii leo niko hapa kuwathibitishia waandishi wa habari na kuwatangazia wanasimba ya kwamba mechi yetu dhidi ya Gaborone United mashabiki hawataruhusiwa kuingia uwanjani, ikiwa ni kuitumikia adhabu ambayo tumepewa na CAF. Nakumbuka vema msimu uliomalizika wa mashindano ya kimataifa tulipata adhabu ama tulipewa adhabu ya kufungiwa mashabiki wasiingie uwanjani kwenye mechi yetu dhidi ya Constantine. Na hii ni baada ya kutokea vurugu kwenye mechi yetu dhidi ya Sfaxien. Na CAF waliweka wazi kwamba
tumefungiwa mechi moja dhidi ya Constantine, lakini endapo kosa hilo likijirudia tena ndani ya kipindi cha miezi 12 tutafungiwa tena mechi nyingine. Kwa hiyo tulikuwa tumefungiwa mechi 2-1. Adhabu ya kwanza ilikuwa ni kutoingiza mashabiki kwenye mechi ya Constantine, lakini endapo tungerudia kosa jingine kama lile tungefungiwa tena mechi inayofuata. Bahati mbaya, baada ya kuitumikia adhabu ile dhidi ya Constantine, mechi iliyofuata dhidi ya Al-Masry tukafanya tena kosa jingine, na hivyo adhabu yake imekuja kutoka sasa, na adhabu hiyo tutakosa mashabiki katika mechi yetu dhidi ya Gaborone United. Nini kilifanyika ama nini kilitokea katika mchezo ule dhidi ya Al-Masry? Yuko shabiki mmoja aliingia uwanjani wakati mechi inaendelea, lakini vile vile majukwaani tuliwasha zile smoke bombs, wote tunazifahamu, nyekundu fulani zile huwa tunaziwasha mechi zinapokuwa zinaendelea. Makosa hayo mawili yametuweka matatizoni na tumepewa adhabu ya kutoingiza mashabiki katika mchezo wetu dhidi ya Gaborone United. Lakini haijaishia tu kwenye adhabu hiyo ya kutoingiza mashabiki, imekwenda sambamba na faini ya dola 50,000 sawa na shilingi milioni 120 fulani hivi kwa kosa hilo ambalo tumelifanya. Sasa basi, rai yangu ni moja kwa mashabiki wa Simba, ambao hii ni maagizo kutoka kwa viongozi wa Simba Sports Club. Ndani ya kipindi cha muda mfupi tumeathirika mara 2 kucheza mechi bila mashabiki. Kwetu hili Simba Sports ni pigo kubwa kweli kweli, na ni adhabu kali yumizayo. Lakini hii tunaweza tukaepukana nayo sisi mashabiki wa Simba kama tukiamua kurejea kwenye misingi yetu halisi ya ushabiki wetu ambao tumeuzoea. Nichukue nafasi hii kuwaasa, kuwaomba na kuwaonya mashabiki wa Simba tuachane na vitendo vya vurugu, kwa sababu vinatuathiri klabu yetu moja kwa moja. Kwanza, tunakosa nafasi ya kwenda kuiangalia Simba kwenye mechi muhimu kama hii dhidi ya Gaborone. Kila mmoja aliuona mchezo dhidi ya Gaborone pale Botswana. Mechi haikuwa nyepesi kwa upande wetu, ilikuwa ni ngumu kweli kweli. Hasa kipindi cha pili wapinzani wetu walitupelekea moto kweli kweli. Sasa mechi ya marudiano, mechi ya nyumbani, unahitaji faida ya kuwa nyumbani na faida ya mashabiki wako, ili kuweza kuwa overcome mashabiki wako, kuwa overcome wapinzani wako. Unakwenda kucheza mechi hiyo muhimu bila ya mashabiki wako. Unaweza kuona ni pengo kiasi gani, lakini ina faida kubwa kweli kweli kwa mpinzani wetu ambaye tunakwenda kukutana naye. Kwa hiyo tayari tumejikaanga wana Simba na mafuta yetu wenyewe kwa vitendo vya dakika chache mno ambavyo tumevifanya kwenye mchezo dhidi ya Al-Masry. Kwa hiyo rai yangu wana Simba, kwanza hili lianze ulinzi wa wenyewe kwa wenyewe, kwa sababu wanaowasha zile fireworks tunakaa nao majukwani. Ukishamuona mtu ana dhamira ya kuwasha fireworks, mkataze hapo hapo na mpokonye. Ukishamuona mtu ana mpango wa kutaka kuruka kutoka jukwani na kuvamia uwanjani, tumzuie huyo mtu, na ikiwezekana tushirikiane kwa pamoja tumtoe uwanjani, kwa sababu vitendo hivi vinaiathiri klabu moja kwa moja. Imagine mechi kama hii tunakwenda kucheza bila mashabiki, tunampa advantage zaidi mpinzani wetu, ajione na yeye yuko nyumbani kwao, acheze bila pressure ya majukwani, tunajikaba wenyewe. Kwa hiyo rai yangu mashabiki wa Simba, mara nyingi huwa tunamshangilia mtu anayevamia pitch, huwa tunamuona shujaa, hasa pale anapokuwa anawakwepa walinzi anakimbia, tunamfurahia, tunamuona amefanya kitendo cha kishujaa. Kiuhalisia ni kwamba anafanya kitendo cha hovyo ambacho kinakuja kuiathiri klabu yetu, na mfano wake ni huu ambao tunauona hii leo. Kwa hiyo hawa watu
ambao wanavamia uwanjani, wanavamia kwenye pitch, ni watu ambao sisi mashabiki wa Simba kwanza tunapaswa kuwadhibiti majukwaani, lakini vile vile walinzi wa uwanjani kwa maana ya stewards tunatakiwa kuongeza umakini. Haiwezekani mtu mpaka anatoka juu, anashuka, anaingia mpaka uwanjani bila kuonekana ama kuzuiliwa. Juzi mechi ya Ngao, yani amekuja tu kuonekana shabiki, ameshafika uwanjani, kamfata Kibu, kamkumbatia, kaenda kwa Rushaini, kamkumbatia, alafu baadaye ndio stewards wanaingia na kuanza kumkimbiza. Ametoka wapi huyo mtu kuonekana mpaka anafika uwanjani? Tafsiri yake ni kwamba hatukufanya kazi yetu ipasavyo ya ulinzi, ya kuangalia wale watu majukwani mpaka ameshuka na ameingia. Kwa hiyo hatuko hapa kulaumiana, lakini tuko hapa kukumbushana kila mtu atimize majukumu yake uwanjani ili kuiepusha klabu kuingia kwenye hasara ya namna hii. Hapa tunapata hasara tatu. Hasara ya kwanza ni kucheza mechi bila mashabiki. Hili ni pigo kubwa kweli kweli kwetu sisi. Hasara ya pili, tunakosa mapato ambayo tungeyapata kutokana na tiketi ambazo watu wangeingilia uwanjani. Na hasara ya tatu ni kwenda kulipa dola 50,000 kama faini kutokana na kosa hili ambalo tumelifanya. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kuanzisha kampeni wanasimba ya kujidhibiti wenyewe kwa wenyewe. Mtu ambaye hawezi kuishikilia nafsi yake tutaishikilia sisi, kumdhibiti mtu wa namna hiyo ili asiingie uwanjani ama asiwashi yale mamoshi ambayo baadaye yanakuja kutuathiri. Hiyo ilikuwa ni mechi dhidi ya Al-Masry kwenye hatua ya robo finali, na adhabu yake imetoka hivi sasa. Lakini vile vile tumepewa adhabu kutokana na mechi ya fainali ya kombe la shirikisho Afrika dhidi ya RS Berkane, na yenyewe ilikuwa na matendo kama haya yalotokea kwenye mechi dhidi ya Al-Masry. Huku vile vile tuliwasha zile fireworks ambalo ni kosa, lakini kulikuwa kuna vitendo vingi vya vurugu za hapa na pale, ambapo kwa ujumla wake kwenye mechi ya fainali tumetozwa faini ya shilingi ya dola 35,000. Kwa hiyo kwa ujumla tumepokea adhabu kutoka CAF ya dola 85,000 sawa na shilingi milioni 212.5 laki. Hiyo ndiyo faini ambayo Simba Sports Club tunapaswa kulipa baada ya kutokea matendo yasiyokuwa ya kiwana michezo katika mechi zetu mbili. Tayari tumezungumza kwa upana namna gani tunapaswa kujidhibiti wenyewe kwa wenyewe kabla hatujafikia kwenye uvunjifu wa kanuni na sheria za mpira wa miguu. Asante Mungu ni kwamba kwenye mechi ya Berkane tumempata faini pekee. Hatukufungiwa mashabiki kuingia uwanjani. Kwenye mechi Al-Masry tumepigwa faini na mashabiki kutoingia uwanjani. Kwa hiyo tunaitumikia adhabu hii ya kutoingiza mashabiki uwanjani kwenye mechi moja pekee, mechi dhidi ya Gaborone United. Lakini kwa kuwa ndani ya kipindi cha muda mfupi tumefanya makosa mara 3 katika mechi 3 tofauti, maana yake ni kwamba kuanzia sasa CAF watakuwa macho na sisi kweli kweli kwenye mechi zetu, kwa sababu wameshatuingiza kwenye listi ya timu zenye mashabiki ambao wanafanya vitendo visivyokuwa vya kiungwana. Hivyo kwenye mechi zetu watakuwa wanatupia jicho kweli kweli kuangalia, je, Simba Sports Club atabehave kama ambavyo anafanya ama kuna mabadiliko ambayo wameyapata. Kwa hiyo tuna kila sababu katika mechi zinazokuja tuoneshe ustaarabu, uungwana wa kiwango cha hali ya juu kweli kweli, ili
kuwaonesha CAF ya kwamba kuna mabadiliko makubwa ambayo tumeyapata, ama kuna somo kubwa tumelipata kutokana na adhabu ambayo wametupatia. Kwa hiyo nichukue nafasi hii, ndugu zangu wana Simba, kuwaomba, kuwakumbusha na kuwaonya vile vile ya kwamba kuanzia hivi sasa tunapaswa kuchukua taswira mpya kwenye eneo letu la ushabiki, ili kuepuka kupata adhabu za namna hii, adhabu ambazo zinatuathiri kwa namna moja ama kwa namna nyingine. Kutokana na adhabu hizo, hasa za faini ambazo tumepigwa, tumekuwa tukipokea maombi na maoni mbalimbali kutoka kwa mashabiki wetu wakisema ya kwamba hili ni kosa letu, tunawajibika kuungana na klabu kwenye kulimaliza hilo kosa. Kwa maana ya kwamba mashabiki wametaka na wenyewe kuwa sehemu ya kupata maumivu ya makosa haya ambayo tunayapitia klabu ya Simba. Na maumivu yenyewe ni kuibeba faini ambayo tumetozwa na shirikisho la kandanda Afrika CAF, ambayo ni milioni 212, sawa na dola 85,000. Kwa mantiki hiyo basi, mashabiki wa Simba Sports Club kwa mapenzi yao na kwa kutaka kuisaidia klabu yao na kwa kutaka kuwajibika kwenye makosa tuliyofanya sisi wenyewe, mashabiki wameomba na wenyewe wachangie faini ili kuipunguzia klabu mzigo. Na kwa mantiki hiyo basi, na sisi Simba Sports Club tumebariki na tumeridhia mashabiki wachangie kwa namna moja ama nyingine kwenye adhabu hii ambayo tumepewa, hususan kwenye eneo la faini. Kwa mantiki hiyo basi, natangaza hapa namba za shabiki yeyote ambaye atahitaji kutoa ama kulipa ama kuchangia faini. Kama tutampata mtu shabiki mmoja ambaye atasabana, mimi nitalipa milioni 200 zote hizo, hatuna mashaka, tunamkaribisha sana. Kuna watu wako vizuri kiuchumi, unakutana na tajiri kama Michael Nguli pale asabane, kamata milioni 200 hapo, hiyo lipeni faini CAF, alafu haturudi tena makosa namna hiyo. Wako watu namna hiyo, ndio bana? Au Mavala anaweza akatulipia. Kwa hiyo kama mtu yupo anataka kulipa faini yote kwa ajili ya kuisaidia, na watu na mapenzi, na hii timu namba za lipa namba tutazitangaza kwenye mitandao yetu ya kijamii ili wanasimba waweze kutoa huo mchango. Lakini hii ina taswira mbili. Inawezekana wewe ulipanga kwenda uwanjani siku ya tarehe 28 kwenye mechi hii ya ligi mabingwa Afrika. Kile kiingilio chako ambacho ulipanga kukitoa kwenye mechi, sasa kiingilio hicho kihamishie, twende tukalipe faini ya CAF. Kama ulipanga kuingia kwenda kukaa mzunguko kwa shilingi 5,000, basi ile 5,000 yako tuwekee kwenye lipa namba hapo, tukalipe faini ya CAF. Kama ulipanga kwenda kuingia kwa platinum ya 150,000, ile 150,000 yako tuwekee humo kwenye lipa namba, twende tukalipe faini ya CAF. Kama ulipanga kwenda kukaa VIPB kwa shilingi 20,000, ile VIPB yako iweke humo kwenye lipa namba ya Simba Sports, twende tukalipe faini ya CAF. Tunataka kwa pamoja tushirikiane chini ya kampeni yetu mpya inayosema letu sote. Wote kwa pamoja, hili ni letu sote. Tumekosea pamoja na tunalazimika kwa pamoja tulibebe hili, twende tukalimalize. Lakini jambo la msingi ambalo ningependa kusisitiza kwa yule mwenye dhamira ya kutaka kuchangia kulipa faini hii, alipe kwenye namba husika ambazo tutazitoa. Usimtumie mtu mkononi, hasa kwa wale watu ambao wako nje ya nchi. Inawezekana system ya kulipa inamsumbua,
akaamua kumtafuta mshikaji wake, bana nilipie, hakikisha mtu utakayemtumia huo unamwamini kweli kweli. Otherwise fanya unachoweza kulipa, uweze kulipa kwenye lipa namba husika ya Simba Sports Club, au kwa wale ambao wako nje ya nchi tutawapa akaunti za Simba ili waweze kuingiza fedha moja kwa moja. Tunasema haya kwa sababu ya experience tuliyokuwa nayo. Wapo watu ambao sio waadilifu, mtu anapewa bana nilipie hiyo, alafu na yeye anafanya mipango yake. Ili kuepusha hayo, kila mtu alipe kwenye namba husika ya Simba Sports Club, na kila siku from today night tutakuwa tunatoa updates mpaka sasa tumechangia kiasi gani. Lengo letu ni wanasimba tuibebe hiyo adhabu, twende tukalipe hii fine, ili kila mtu ayapate yale machungu anayotakiwa kupata, ili wakati mwingine twende tukajidhibiti wenyewe, tusifanye vitendo vya hovyo na hatimaye tusipate adhabu ya namna hiyo. Namba ambazo unaweza ukatia mpunga wako hapo. Tunao mtandao wa Vodacom, namba yake ni 53 06 272. Lakini tunao mtandao wa Yas ni 61 79 548, na tunao Airtel vile vile 95 45 45. Tutachapisha kwenye mitandao yetu mbalimbali ya Simba Sports ili kila mtu alipe anachoweza kulipa, tuweze kumalizana na CAF mapema. Kwa kuwa tumepewa adhabu hii ya kutoingia uwanjani siku ya Jumapili kwenda kuiona timu yetu pendwa ya Simba Sports Club, klabu ya Simba tumeandaa utaratibu maalum almaarufu big screen kwa ajili ya kuwakusanya wanasimba pamoja na kwenda kuangalia mechi hii pamoja siku ya Jumapili. Sisi timu yetu ni ya kijamii, kwa hiyo huwa tunapenda kukutana pamoja wanasimba wote, na makutano yetu huwa ni Benjamin Mkapa. Lakini Benjamin Mkapa tumepigwa stop kuingia siku ya Jumapili, kwa maana ubaya ubwela part 2 imeanza kutuuma sisi wenyewe. Kwa hiyo siku ya Jumapili wanasimba wote wa Dar es Salaam tutakutana eneo la Mwembe Yanga kwa ajili ya kuangalia mechi kwa pamoja. Kwa hiyo yote ambaye anahitaji kukutana siku hiyo, tukutane hapo Mwembe Yanga. Tutaanza kama kawaida na burudani zetu za hapa na pale. Tutapata mziki wa kutosha pale, na muda ukifika tutakaa kwa pamoja na kuangalia mechi. Kama ilivyokuwa mechi dhidi ya Constantine, ndivyo ambavyo tunakwenda kufanya mechi hii dhidi ya Gaborone United. Na kuelekea katika mechi hiyo, tuchukue nafasi hii kuwashukuru kweli kweli Mo Kola kwa kutudhamini na kusimamia kikamilifu mpango huu wa kuandaa big screen kwa ajili ya wanasimba. Mo Kola ambaye ni mdhamini wetu Simba Sports Club amesema hayuko tayari kuona wanasimba wanakaa kinyonge siku ya Jumapili, kuona wanasimba kila mmoja anaangalia mechi nyumbani kwake, na badala yake amefanya juhudi kubwa za kuhakikisha ya kwamba wanasimba wote tunakutana Mwembe Yanga, tunaangalia mechi kwa pamoja, tunafurahi kwa pamoja, na baada hapo kila mtu anaondoka nyumbani kwake akiwa ameridhika kweli kweli. Kwa hiyo wale wote wenye dhamira ya kuja kuangalia mechi katika uwanja huo wanakaribishwa, ni bure, hakuna masharti wala kiingilio. Sharti pekee kila mwana Simba avae jezi ya Simba siku hiyo, na avae jezi mpya ya J-Root siku hiyo. Usije na jezi ya zamani Jumapili hiyo.
Hilo ndo sharti pekee la kuhakikisha kwamba tunainogesha siku yetu. Na vinywaji vya jua ni kali pale Mwembe Yanga, lakini vinywaji vya Cola vitakuwepo pale. Cola zote, flavor zote, unajua kuna ile ya Bungo ina unyama hiyo kaka. Lakini vile vile tutakuwa na benki ya NMB kwa ajili ya kusimamia zoezi zima la shughuli yetu hii iende sawa sawa siku hiyo. Na benki ya NMB ukiachilia mbali kudhamini tukio hili la big screen, lakini watumishi wa NMB watakuwa pale kwa ajili ya kutoa misaada mbalimbali kwa wanasimba ambao wanahitaji kujiunga na benki ya NMB, ama yote ambaye atakuwa na changamoto yoyote, watu wa NMB tutakuwa pale kwa ajili ya kuwahudumia wanasimba. Kwa hiyo ukaachilia mbali kupata burudani ya kumwangalia mnyama kwenye big screen, lakini tutakuwa tunapata huduma mbalimbali za NMB pale. Ukitoka hapo mwanasimba, mambo yako yanakuwa yamenyooka kweli kweli. Kwa hiyo yote ambaye ana changamoto, yote ambaye anahitaji kujiunga na NMB, anahitaji kupata elimu kuhusiana na NMB, siku hiyo Mwembe Yanga watu wa NMB watakuwepo pale kwa ajili ya kutoa msaada mbalimbali ili matumizi yako wewe na NMB yawe bam bam. Kutakuwa kuna screen kubwa kweli kweli. Hiyo screen ukiifunga ni kama ukubwa wake ni kama kutoka Keko Furniture. Ukubwa wa screen tutakayofunga Jumapili ni kama kutoka Keko Furniture hadi Magomeni 10. Ukubwa wa screen hii natosha. Mwembe Yanga ni kubwa sana. Yaani lengo letu watu tumuone Morris Abraham vizuri siku hiyo. Siku hiyo umuone vizuri Jonathan Soa. Siku hiyo umuone vizuri Jean Charles Ahoua. Ndio maana tunafunga screen kubwa ili watu wakae waenjoy. Na mnakumbuka last time watu waliko wengi sana. Sasa kwenye watu wengi huwezi kufunga ka TV kama kasebuleni. Lazima ufunge dude kubwa ili watu wakikaa wanaangalia wanaenjoy. Na hayo maajabu yote yanafanywa na Cola pamoja na NMB. Kwa hiyo screen ya maana, mtu hata akikaa za KM ana uwezo wa kuona Mwembe Yanga na akaona boli vizuri kabisa. Ndugu zangu waandishi wa habari, baada ya kusema hayo natumai nimeeleweka vizuri. Kama kuna maswali mawili matatu basi tupokee, na baada hapo tutambaane. Ndiyo bwana. Naitwa Athmani Kinyando kutoka TBC Taifa. Swali langu kwako ni moja tu. Umezungumza maumivu ambayo kimsingi mnapitia na tumezoea kuona Simba mnakuwa bora sana. Kwa hiyo uwanja nyumbani hasa mko na mashabiki. Lakini wakati huu obvious mtakwenda kupata maumivu ya kukosa mashabiki. Kama uongozi wa Simba mmeshafikiria kuona namna bora zaidi ya kutoa elimu kupitia matawi yenu ili pengine hizi kesi za maumivu ambayo mnapitia ziweze kupungua, kwa sababu umesema hii mara ya pili na mmepata adhabu kwa matukio hayo mawili. Inawezekana watu kwenye kile ambacho nimezungumza mwanzoni hawakupata somo sawa sawa. Swali jingine. Fanya kwa Dar es Salaam watakuwa hapa. Je, utaratibu mwingine wa mkoani na utaratibu gani ambao umepangwa kupitia viongozi wa mtaa? Tima Sikilo Abraham. Mimi ningependa kufahamu kuhusiana na, umezungumzia kwa upande wa mashabiki, lakini pia umesema jana timu imeingia kambini baada ya mchezo. Hali ya kikosi kiujumla. Tumemaliza tujibu haya tu.
tuwahi kuswali. Tukianza na Athmani Kinyando kutoka TBC. Anauliza kwamba ni kwa mara ya pili tukio kama hili la kutoingiza mashabiki linatokea. Je, mnatoa elimu gani ama kwa kiwango gani kuhakikisha ya kwamba tunaepuka kadhia kama hii? Kuna kila sababu ya Simba. Unajua linapotokea jambo ndipo mnapotengeneza mkakati wa kulikabili hilo jambo. Mara ya kwanza baada ya kutokea kwenye mechi ya Al-Masry tukasema bahati mbaya, kwa sababu kwa miaka 87 tuliokuwa nayo Simba Sports Club, 89 tukio hili halikuwahi kutokea. Kwa baada ya kutokea kwenye mechi dhidi ya Al-Masry tukasema ni bahati mbaya, tusonge mbele. Lakini ndani ya kipindi cha muda mfupi likaja kutokea tena kwenye mechi nyingine dhidi ya Al-Masry. Maana yake hii ni tabia inataka kujengeka. Kwa hiyo tunalazimika sasa sisi Simba Sports Club kufanya kila tunachoweza kufanya kuwafikishia taarifa na elimu mashabiki zetu ili kuepukana na vitendo kama hivi. Na hapa nimezungumza kwa wazi kwamba mlinzi wa kwanza wa shabiki ni shabiki mwenyewe, kwa sababu mashabiki wanakuwa 60,000 uwanjani. Walinzi hata wakiwa wengi hawezi kuzidi 10,000. Maana yake ni kwamba bado walinzi ni wachache kulinganisha na idadi ya mashabiki. Lakini nani anaweza akamlinda shabiki wa Simba? Nani anaweza akamlinda shabiki uwanjani? Kwanza ni shabiki mwenyewe. Wewe mwenyewe ndio unatakiwa kuanza kujilinda. Hiyo ni elimu ya kwanza ambayo tunawapa. Yaani wewe unaingia uwanjani, anza kwanza kujidhibiti wewe mwenyewe. Lakini pili ni mashabiki wengine wanaokuzunguka. Wale pia tunawapa elimu hiyo. Unapomuona mtu anawashawashwa anataka kuingia uwanjani, ni jukumu lenu ni kumpiga konga na kumdhibiti, na mkimuona hamumuelewi mnamchukua na kwenda kumweka nje. Na kuna askari wa kutosha pale nje, wewe mchukue mpeleke nje bwana, kama ndamuli huyu anataka kuingia uwanjani, au huyu ana smoke bombs anataka kuwasha, atatuharibia shughuli. Mchukue, mkabidhi afande pale, atamhifadhi mahala panapo stahili. Kwa hiyo ndio elimu ya kwanza ambao tungependa kuitoa. Lakini elimu nyingine ambayo tungependa kuitoa ni kwa wale stewards. Tujitahidi kuconcentrate na kazi yetu ya msingi ambao ni kuangalia mashabiki. Tuachane kabisa na kuangalia mpira, kwa sababu kuna makosa mengine sawa unaweza kuwapa excuse, lakini kuna mengine unaweza kuwatia hatiani, kwa sababu mtu anashuka mpaka anaingia uwanjani bila kukamatwa wala kuzuiliwa na mlinzi yote. Unaona kuna sense ya kutokuwa makini hapa. Kwa hiyo pia ni elimu nyingine ambayo tungependa kusisitiza. Lakini from now on tutaendelea kutoa hamasa, tutaendelea kutoa taarifa, tutaendelea kutoa elimu ya watu kuepukana na vitendo kama hivi. Amezungumzia kuhusiana na big screen. Kwa hapa Dar es Salaam sisi tumeandaa Mwembe Yanga, lakini watu wengine katika maeneo yao wanaruhusiwa vile kuandaa. Mnajikusanya pamoja, kama ni tawi, kama ni mtaa, kama ni nini, mnaandaa. Na sisi ukishaandaa sehemu ya kuonesha, unatupigia simu. Yote ambao wanafahamu ni mfanyakazi wa Simba. Jamani, sisi watu wa Simba Kivule tutakuwa na big screen katika uwanja wa Mwembe Togwa. Kwa hiyo watu njooni tuangalie hapa. Sisi tunawasaidia kutangaza kama jamani, watu wa Simba Mkuranga, mechi ya Simba hii mtaiangalizia sehemu fulani. Na sio lazima iwe mikoani. Hata hapa Dar es Salaam, kwa wale ambao hawatoweza kufika Mwembe Yanga, kwa mfano watu wa Tegeta wanaweza wakaandaa eneo lao pale Tegeta kwa Nyuki, wakaenda wakaangalia mechi kwa pamoja, baada hapo wakaondoka. Tima ameuliza mchakato wa kocha mpya. Yes.
Mchakato wa kocha mpya unaelekea vizuri, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Tumeendelea na scanning yetu ya kutafuta kocha, na kama ambavyo tulitangaza awali ya kwamba kocha Hemedi Morocco atasimamia mechi hii ya Jumapili, na baada hapo kuanzia wiki inayokuja tunayo imani na matumaini makubwa tayari tutakuwa tumeshapata kocha mpya, tutamtangaza na kumkabidhi timu. Kwa hiyo tuwe na subira. Wiki hii tuiache iwe ni wiki ya kuipeleka Simba hatua inayofuata ya ligi ya mabingwa Afrika na chini ya mtaalamu Hemedi Suleiman Morocco. Baada ya hapo wiki inayokuja ndio itakuwa wiki ya kuzungumzia ujio wa kocha mpya. Swala la mwisho ni hali ya kikosi. Kikosi kimerejea kambini jana mara baada ya mchezo kumalizika, na vijana wako vizuri, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Morali, ari pamoja na mzuka ni kubwa kweli kweli kuelekea katika mchezo huu. Tunaamini kwa ubora tuliouona jana dhidi ya Fountain Gate, kwa improvement ya kikosi cha wachezaji wetu, namna ambavyo wana shauku ya kufanya vizuri, namna ambavyo tumeona maingizo mapya yalivyoingia na kuimprove performance ya timu, tunaamini kabisa tutakuwa na mchezo mzuri siku ya Jumapili, na tutakuwa na matokeo mazuri siku ya Jumapili, na hatimaye mnyama atakwenda hatua ya kwanza ya ligi mabingwa barani Afrika. Hatuna mashaka hata kidogo, na hatuoni mtu yoyote wa kumzuia mnyama asiende hatua inayofuata. Timu bora tunayo, wachezaji wazuri tunao, na kocha wa viwango vya kutuvusha hatua hiyo Hemedi Morocco tunaye. Tunachokosa ni kimoja tu, ni mashabiki wetu.